Mtazamaji wa BTV, ni kwa mara nyingine tena tunakuletea interview exclusive pamoja na ndugu ambao unamuona mbele yako kwenye runinga yako pale. Usikose kutufuatilia kwenye YouTube, Facebook na TikTok, na vile vile unaweza kutoa mchango wako kwenye namba ambazo unaweza chini ya screen yako pale. Kuna namba ambazo unaweza kututolea maoni yako. Usikose pia kutoa udhamini wako na kuweza kushare kwenye magroup mbalimbali. Leo tunakutana na ndugu ambao unamuona pale kwenye screen yako. Nahitaji kwanza tumjue na tuweze kumtambua. Jambo. Tunahitaji kujua kwa majina tafadhali, na una function gani? Mimi kwa majina ninaitwa Ubwila Mwila Dalton. Mimi niko secretary general, tena niko porte-parole, yani msemaji wa CNPCC. Ni mouvement politico militaire ambayo inaongozwa na Mheshimiwa William Amuri Yakutumba. Leo unapatikana Mboko na wahenga usema kwamba la mgambo likilia kuna jambo. Ni jambo gani umeleta mjini Mboko? Nilikuja hapa Mboko, nilikuja mu mission de service, nilitumwa na kiongozi au CNPCC kwa jumla, ili cha kwanza nije nionane na wazalendo, wana member wa CNPCC, nionane nao kwa mambo fulani ya nchi yetu. Hapo kwenye uzalendo ndipo nina bezi sana, maana watu wengi wanajiita wazalendo. Kulikuwa na wengine kadha wa kadha ambao walifika hapa wakakutana kwa ajili ya uzalendo. Unadhani ni kipi kinawatenganisha hapo katikati? Maana nyinyi wote ni wazalendo. Kuna neno uzalendo ni jina, lakini pia matendo. Kitu ambacho kinaweza tenganisha watu ambao huyu anajiita mzalendo na huyu mwingine anajiita mzalendo, wanatenganishwa na kitu wanaita vitendo. Sasa ni hivyo, vitendo vinatutofautisha. Vitendo ndio neno mtego sasa. Vitendo gani? Vitendo, kwanza neno mzalendo ni mwenye kupenda nchi yake na kuitumikia. Unapopenda nchi yako na kuitumikia na kuitetelea, wewe unaitwa mzalendo. Sasa kama uko unafanya vitendo vyenye viko tofauti na kupenda nchi na wananchi, wanawake hauda mzalendo. Tutegemea kwamba anakuwa kama vile magari mawili, gari A na gari B, na wote wanajipigia debe. Kwa maana kwenye kikao cha kwanza cha wazalendo kulikuwa kimeongozwa naye Mayele, alikuwepo hapa, na baadhi ya wengine wakubwa wakina Renyo na wengine wakawa ni wale. Leo na kuona kama mjumbe wa Yakutumba, nimeona na wengine ambao kuna Asopa na Mchingwa na wengine. Unategemea kunaweza kuwa uwezekano wa muungano kati yako wewe na Mayele? Sisi na Mayele hatuko maadui. Sisi na mzee Mayele ni mzee ambaye alitumika jeshi zamani. Hatuna maadui, hapana. Hatuna maadui, lakini labda tunaweza tukatofautiana mu malengo. Sababu unajua CNPCC inafanya kazi zake na iko na mafro zake za kupiga wavamizi mu milima mirefu. Milima mirefu, wavamizi hawako tu Nord Kivu, wavamizi wako pia milima mirefu. Sasa CNPCC iko na fro yake katika milima mirefu ya Fizi, Uvira na Mwenga. Sasa kama kuna mtu ambaye hana fro, kama kuna mtu ambaye afanye kazi, ina maana vile malengo hayako pamoja. Sisi tunatumika kazi, hatuwezi tukakue pamoja na mtu mwenye atumike kazi. Hatuko maadui, lakini tunaonana, tunasalimiana. Kwa hiyo lakini kikazi malengo haiwezi kuwa atufanye kazi pamoja, sababu sisi tuko na fro. Huku barabarani hakuna fro. Fro ziko milimani au fro ziko Nord Kivu. Asante sana ndugu Dalto kwa majina yako ambayo nakufahamu hapa kama function ya mkatibu mkuu na vile vile ni msemaji wa mzee Yakutumba. Sasa kwa kutaka kujua kilichofanya nyinyi mtengane kama mafuta na maji, kuna jambo ambalo tulisikia yanasema kwenye media kwamba rais ana mpango wa kuwafanya nyinyi nyote mkawa kama jeshi moja ya Kongo, na vile vile akawa kwa kuhamasisha ili mpate kujiunga. Ndivyo nilisiposikia Mayele alikuwa akiwahamasisha kwenye mikutano mbalimbali ambayo BTV ama Bulumba TV ilikuwa ikitembelea kati. Nyinyi mnadai kwamba kule Jundo kuna milima ambayo mmeweka front haiko huko chini. Tumwamini upi wa ukweli, kwa sababu serikali ndio kila kitu. Yeye anasema kwamba ana base serikali, na nyinyi mnasema kwamba mna front kule kwa sababu ya kupambana na kupambania nchi kwa ajili ya uvamizi ambao unakuja na Nord Kivu na wengine. Inaeleweka. Sasa wapi tujue ukweli? Maana watazamaji ni wengi wanasubiri na walisubiri sana. Maana wakati tulikuwa tukiwasubiri kule wakituuliza wasema mbona hamjamuuliza Yakutumba naye anasema nini?
ni nini neno ambalo unaweza kukaza macho ya watazamaji? Serikali haijali mtu kuitwa mzalendo. Serikali inachukua mtu na heshima kufuatana na kazi ambazo anafanya. Najua kazi ambazo Mheshimiwa William Amuri Yakutumba au kazi ambazo CNPSC inafanya ndio kazi ambazo serikali anachukua na faida. Serikali haiheshimie mtu kwa sababu unaitwa fulani. Kazi ambayo sisi tunafanya ndio inatuma serikali inatuchukulia na heshima. Na ndio maana serikali inatukubali tuwe hivi kama vile kunatuona. Zamani hapo awali ambapo tulitoka, au ungeuliona mtu kama vile mimi natembea barabarani nikiwa na watu wenye kuwa na silaha, haungeniona. Lakini kwa sababu serikali ilireconnaître omwe kazi ambazo Mheshimiwa William Amuri Yakutumba alifanya, serikali inareconnaître kazi ambazo CNPSC inafanya, ndio maana unaona sisi leo tunatembea barabarani tukiwa huru, na Mheshimiwa Rais Felix Antoine Tshisekedi ametupatia uhuru wa kutembea na wa kufanya kazi pamoja na serikali. Alafu kitu ambacho kinamaanisha sisi kuaminika na serikali ni kazi na vitendo ambavyo tunaendelea kuvifanya vya mzuri, vya kutetelea raia. Sisi tulikubaliwa kuwa wazalendo kufuatana na kazi ambayo tunaendelea kufanya. Wala sisi hatukuhamasishwa na mtu, hatukukuwa sensibilize na mtu. Sisi peke yetu ndio wenyewe tulipata ile ndio wenyewe tulipata ile ya kujua namna gani tunaweza tukatetelea nchi yetu. Kwa maendeleo ya BTV endelea kusubscribe na kuweza kusambaza kwenye medias mbalimbali ili tupate kunufaika vya kutosha. Tunatoka kumsikiliza ndugu mjumbe au msemaji wa parti politique inayosimamiwa na kinara mzee Amuri Yakutumba akijieleza namna hii kwenye interview kwenye moja kwa moja kutoka BTV ya hapa Mboko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashariki mwa Jamhuri. Na tuseme tu kwamba mzee, kwa kupenda kumalizia maana tunaenda kushuka, unahisi siasa hii itapeleka nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia wapi? Siasa hii inaweza itasaidia nchi au tuseme kipekee Mheshimiwa Rais Felix Antoine Tshisekedi iko na njia mojawapo ambayo ameshika ili afikishe nchi pazuri. Sababu kuna watu wengi wanamlaumu Rais Tshisekedi, wanasema anaendelea kutembea, wanasema afanye kitu chochote, lakini watu wanasahau kama nchi Rais Tshisekedi alikuta nchi ilikuwa na matatizo makubwa. Rais Tshisekedi alikuta nchi imeharibiwa tangu wakati wa Mobutu, imetoka wakati wa Mobutu nchi imekuja kuharibishwa na Joseph Kabila. Joseph Kabila amefanya miaka 18 akiwa kwenye madaraka. Changa hiyo miaka yote ya kuharibu na mwenzako aitengeneze kwa miaka 5 ni mambo yenye iko ya shida zaidi sana. Alafu Rais Tshisekedi amepata shida kubwa kwa sababu amekuta nchi ilikuwa ndani ya shimo. Kwa kuiokoa sasa, kutoa nchi ndani ya shimo inaleta matatizo, lakini pamoja na Mungu na pamoja na sisi wazalendo, watu ambao watajitoa na watu wanaendelea kujitoa, najua tutaendelea kusaidiana naye ili tuokoe nchi yetu katika janga ya vita na matatizo mengine mbalimbali ya nchi yetu. Kwa mada yako ulisema kwamba nyinyi mnafanya kazi kubwa sana kuliko wale wengine wanajiweka mabarabara. Wanaeleweka ni wanani? Sasa endapo serikali inawaitisha muwe pamoja, ukaenda kumkuta yule ambaye alikuwa barabarani yuko kule naye mnatumika pamoja, utampokelea namna gani? Hata ule mwenye kuwa barabarani sisi tuna uhakika ya kwamba atakuja kutumika kazi tu. Hakuna mtu atabakia barabarani. Sasa wewe ulifanya kazi kubwa kumpita, akapewa wazifa kwa kupita, utakuwa tayari kutumika naye? Unajua wazifa sisi atutumikie kazi wazifa. Tuzungumzie kwa mfano Mayele anapewa fonction ya general, ya Kutumba anapewa fonction ya capitaine. Kwanza ama awe colonel. Kwanza CNPSC sisi hatuna ideology wala doctrine ya kulilia madaraka. Sisi hatukufanya maki wala sisi hatukufanya mapambano kupambana na agreseri wetu ili tupate madaraka. Hapana. Kitu cha kwanza sisi ni nchi yetu. Madaraka tunaitupilia mbali. Hatufanyie kazi madaraka, hapana, wala hatujali madaraka. Tunatumika kazi kwanza tuokoe nchi yetu. Hatuweze tukalilie tembo yenyewe ianguka. Rwanda inatuvamia, turudishe kwanza adui, ile nyingine ya madaraka itakuja baadaye. Wengine wanafia madaraka ndio, lakini sisi hatujali madaraka, tunafanya kazi kwanza nchi ya kulibere nchi yetu. Safi sana. Nashukuru sana kwa majibu. Kwa kupenda kuwanufaisha na kufaidisha watazamaji, labda tuzungumzie
wahenga, tusiseme kwanza mambo ya wahenga, tuseme tu kwamba watu wanaotazama wa kusema kwamba wanataka kugabula inchi mara mbili. Nyinyi mnapambania inchi sigabulike mara mbili. Endapo hii Kongo itafanikiwa kugabulika mara mbili, nyinyi mtajitia wapi? Inchi haitagabulika. Kongo Lumumba alisema iko un na indivisible. Maana yake Kongo itabaki kuwa moja na ni Kongo yenyewe haitagabulika. Hakuna siku Kongo itagabulika. Haiko. Na yoyote mtu au grupe ya watu ambayo itakuja na mpango wa kugawanya nchi yetu, kuipasua vipande vipande, mtu au watu, tutapambana naye hadi mzalendo wa mwisho, hadi mwanamemba wa SNPCC wa mwisho. Hiyo ninakuhakikishia. Wazalendo walianza toka mwanzo mpaka leo hawajafaulu kupata amani ya kutosha. Watu wengi wanahangaika sana, wanahangaikia bure, tuseme hawana sale, wanatumika sana kazi mavilima. Endapo hii turu ambao mnafanya mkifeli tena ili tena mrudilie tena kwa mwanzo, wapi mtawaweka wazalendo wengine ambao mliweza kuwa? Wala kufeli namna gani? Hata nikwambie ndugu mtangazaji, kitu ambacho kwa sababu niliona video za askari mmoja wa serikali anasema mwanajeshi analipwa makuta kidogo na ndio maana vita haitembei vizuri. Mimi niliona hiyo ni uongo. Sababu wazalendo ambao wako wanakufa Nord Kivu hawalipwe pesa, lakini wako wanakufa. Ina maana kitu ambacho sisi tunafia ni nchi. Na tuweze tukatie pesa mbele wala tuweze tukatie madaraka mbele. Tufanye kazi ya ukombozi wa nchi yetu, tufanye kazi ya kutetea nchi yetu, tuitoe mikononi mwa watu ambao wanakuja kutuvamia. Mambo ya pesa, mambo ya grad, mambo ya madaraka, hiyo sisi SNPCC hatukwake tunajali kabisa. Hiyo ndio nakuhakikishia. Na kusema mnaweza mkawe mnachangwa na fulani pamoja, sisi tunajua. Hata Mungu anajua kazi ambayo Mheshimiwa William Amuri ya Kutumba anafanya na yenyewe anaendelea kufanya, au kazi ambayo SNPCC anafanya. Mkongomani yoyote ule anajua nani anafanya nini na nani anaweza kasaidie nchi. Sababu kama tunataka mambo itembee sawa sawa, tunapaswa kutembea na kitu tunaita meritocracy. Meritocracy inasema mtu afanye kazi yenye anaweza. Mtu atumike fasi kwenye anaweza kufanya ile nafasi. Tusichukue mtu sababu tunamuona sura yake, tusichukue mtu kwa sababu alitumikaka zamani. Kazi nayo inabidi ungali na nguvu. Sababu miaka nayo kama ilishaenda zaidi na kazi nayo vile inazorota, hata akili nayo haitumike sawa sawa wakati miaka inakuwa ya kutosha. Kazi ya leo au Kongo ya leo inahitaji vijana ambao wako active. Na kazi ya leo inahitaji magrupe zenye ziko organize, zenye ziko discipline, zenye ziko na vitende ya kazi ambazo hata serikali inaweza ikafanye mkono hivi na muita fulani kuja, na anakuja na anafanya kazi, anasaidiana na FARDC. Sababu wazalendo wanatumika pamoja na FARDC. Kama kuna mzalendo mwenye anajiita mzalendo, hana kitu, hana jeshi, hana troop, hana organization fulani, hiyo inaweza ikaleta shida, na hiyo ndio inasumbua nchi yetu. Tutumike kazi na watu wapewe makazi, watu ambao wanapaswa kufanya wenyewe wana merite kufanya ile manafasi. Tathmini ya Bulumba TV, baada ya kutembea kwenye wazalendo wengi, tulikuta kwamba mnagawanyika vya kutosha. Maana kuna wengine wasema mimi nilijiunga na Mayele, nilitoka kwa Yakutumba. Mwingine mimi nilitoka kwa Sopa nikajiunga na Mayele. Wengine hivi. Hata mtazamo wa BTV wakati Mayele alikuwa hapa, Asopa kuweza kuteremka, lakini kwa sababu wewe Yakutumba umefika hapa, msemaji wake ameonekana. Sasa ikiwa siku moja yeye anajitoa kula anaenda kwa Mayele, umpokelee namna gani mtu? Nilisema kama Mayele haiko adui wa SNPCC. Unadhani ni kwa nini yeye kuteremka? Kuna watu wawili wanaweza kuwa na matofauti fulani zenye hazihusu kazi. Hata ndani ya kazi kuna kuweka matofauti. Lakini sio kusema kama Mayele ni adui wa Asopa au Asopa ni adui wa Mayele. Asopa na Mayele hawako maadui. Hapana, wako maadui. Watu wawili wanaweza kuwa na matofauti mesio maadui. Asopa akikutana na Mayele mbarabara atampiga risasi? Hapana. Mayele akikutana na Asopa mbarabara atampiga risasi? Hapana. Sio maadui, ni matofauti fulani ya maneno, ya malangaji, njoo yenyewe lao dinapelekea watu huyu aishi hapa na huyu mwingine anaishi hapa. Hata baba na mtoto. Unaweza kuta huyu anaenda jenga fasi yake na mwingine anaenda jenga fasi yake, lakini wale watu sio maadui.
asopana mayele awako maadui. Asante sana kwa majibu. Kwa kumalizia, nini vision ya SNPCC? Kwanza acha nikwambie shabaha yangu ya mimi kukuja hapa. Watu ambao wanajiita wazalendo wana ransone population. Kuna makamba ambazo zimewekwa, watu wanasema ni wazalendo. Na kuna watu ambao pia wanajiita wa SNPCC na wanaendelea kufanya mambo yenye tofauti na ideolojia ya SNPCC. Na ndio shabaha moja wapo ambayo ilipelekea mimi nitumwe na uongozi hapa nije nionane na viongozi fulani, viongozi tofauti wa SNPCC katika hii sekteri ya Tanganyika, niwaambie cha kufanya na chenye wapashwe kufanya, niwatie mumustari, niwaambie kama inchi inawategemea, niwaambie inchi iko muhatari na wao ndio watafanya kazi ya kufukuza adui kwa sababu wangali na nguvu, na wakibakia mwile madislocation mwile madivision haitatusaidia kitu. Niwatie mumustari na discipline ikamate mkondo wake. Ndio shabaha moja wapo yenye ilituma mimi nilikuja hapa. Ile kuenda banatrakase watu, kupiga watu, kuenda wanaomba pesa kwa watu, ndio nyingine yenye ilituma mimi nilikuja hapa nikataze ile mambo. Na ni renforcer capacité na kuwaonyesha ya kwamba wanapaswa kukolabore na ba autorité politico administrative na wakolabore pia na jeshi ya FARDC yenye kuwa hapa na wakolabore pia na maservices zote zenye kupatikana maeneo hii. Hiyo ndio shabaha kubwa ambayo ilipelekea mimi nifike katika sekta ya Tanganyika. Sasa kama unafunga wasisumbue watu, wasitie kamba, wasifanye nini tozo fulani, wa wenyewe watakula wapi? Kuna mambo fulani ambayo uongozi iliarete, sababu unajua kufunga njia mpaka ufungue ingine. Hautafungia mtu kwenye alikuwa nakula kisha ukose kusonge kwenye atakuwa napata. Manake SNPCC nawaza itakamata ma mesure na itakamata ma planification za kuangalia namna gani watu wake watakuwa wanaishi nje ya ile kuenda wanaomba watu vitu, wanaomba watu mafuta, wanafika kumamuliwa na kukongoa mabunga nje ya ile. Sisi tuko na strategy za encadrement ya watu wetu. Hata kule kueta majoro kwenye sisi tunapatikana. Sisi kwa sasa tuko mu froze zetu ziko mu sekta ya Lulenge. Mu sekta ya Lulenge precisement mu groupement ya Bashimunyaka Sud mu territoire ya Fizi. Ndio huko tunatia front. Huko tuko na organisation ya kukulisha wanajeshi wetu. Na mimi ninawaza gisi tunakulisha wanajeshi kueta major. Na ndio hivyo tunapaswa kukulisha majeshi hata kumainite na masuzi indite za kwetu. Hiyo organisation ndio yenyewe nitaacha hapa na itapelekea ile matrakaseri na ile matozo zenye ziko desordonné zisiendelee kuwa. Na narudia pale vision ya SNPCC ni kwa ajili ya Jamhuri nzima ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kulinda tu Fizi au ni kuendelea mpaka odela ya Jamhuri? Sisi hatuna malengo mbalimbali na serikali. Sisi hatuna malengo ingine tofauti na kupiganisha uvamizi wa kutoka nje kukia kuvamia nchi yetu. SNPCC inafanya lite moja tu, tunalite contre agression étrangère. C'est-à-dire nchi ingine adui anatoka nje anakia kuvamia nchi yetu, pale unagusa SNPCC mlicho. Na ndio shabaha yetu moja tu ya kuchukua silaha, hatuna ingine. Atuenvisage atupende kupata, atuseme tupate madaraka, tufanye nini, tufanye pete, hapana. Nchi yetu kwanza. Ni kwa nini unachelewa kwenda Nord Kivu? Nord Kivu kuna watu wetu. Kitu cha kwanza acha nikwambie SNPCC kwanza ni kwa platform. Kama unajua na APCLS, sijui kama unaisikiaka APCLS. APCLS iko Nord Kivu. Iko chama mojawapo ya SNPCC. Maana yake tuko present kule. Kama chama mojawapo ya SNPCC iko kule, maana yake tuko hapo. Isitoshe unajua mwi mwaka ambao ilipita mu 2023 kuna maaskari ambao tulituma kule Nord Kivu, mlipata ile habari. Wamoja walirudia, wengine tukawatuma huko. Hata kama tuko tunawatuma kiwaziwazi, sababu najua matatizo ni hivyo tena, lakini kuna wengine ambao tuliwatuma huko. Maana yake sisi tuko huko Nord Kivu. Tunapigana katika milima mirefu ya Fizi, Uvira na Mwenga, pia tunapigana Nord Kivu. Na kingine chochote ambacho kitakuya huku tutakabiliana nacho kama vile kawaida.
uvumi ni kwamba kuna mahema inapatikana juu ya mlima wa hapa karibu, na inaleta wasiwasi kwenye mji wa Mboko na kando kando zake katika sekta Tanganyika. Utakabiliana vipi na hayo mambo? Sijapata hizo habari za hizo hema. Najua servisi za usalama ziko hapa, zitaniambia kuhusu kama kunapatikana mahema, na kama kutapatikana mahema zitakuwa za adui, maana yake zitashughulikiwa. Tunakushukuru Bwana Dalton. Asante, na mimi nawashukuru pia. Asante sana.